Mnamo Juni 20, 1987 katika milima ya Ararat, Uturuki ilitambua rasmi gunduzi wa safina ya Nuhu. Ikiwa kwenye mteremko wa mlima takriban maili 15 kusini mwa mlima wa volkano wa Ararat, mabaki ya meli hiyo kubwa yaliwekwa wakfu wakati wa sherehe maalum. Mgeni wa heshima alikuwa Ron Wyatt kutokana na utafiti wake wa miaka 10 katika eneo hilo. Hadithi ilianza mnamo 1957 wakati wa vita baridi. Picha za angani za mashariki mwa Uturuki wakati wa kutafuta kambi za makombora za Sovieti zilifichua umbo la ajabu la mashua milimani takriban futi 6,300 juu ya usawa wa bahari. Jarida la Life Magazine liripoti hadithi hiyo baada ya msafara kutoka Marekani kwenda kwenye eneo hilo mnamo 1960. Baada ya kutoboa mashimo kwenye umbo hilo la ajabu, washiriki wa timu hiyo walifikia mkataa kwamba hakukuwa na kitu chochote cha umuhimu wa kiakiolojia. Ron Wyatt, kama wengine wengi, alisoma hadithi hiyo, lakini alikuwa na maoni kwamba eneo hilo lilihitaji uchunguzi zaidi. Kulikuwa na madai mengi ya kuiona safina ya Nuhu kwenye mlima wa volkano wa Ararat, lakini Ron alijua kuwa ulikuwa mlima wa volkano na aliamini kuwa hakuna kitu ambacho kingeweza kuishi hapo. Alibainisha simulizi la Biblia kuhusu eneo la safina. Nayo safina ikatua katika mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, juu ya milima ya Ararat. Urartu, Ararat ya Biblia lilikuwa eneo kubwa mashariki mwa Uturuki. Eneo hili hakika liliwezekana, lakini jambo lililovutia zaidi maslahi yake lilikuwa urefu uliotolewa katika hadithi ya jarida la Life. Futi 500. Watu wengi walikuwa wakitafuta safina ya Nuhu ya futi 437 kulingana na dhiraa ya Kiebrania, lakini Ron akaenda tena kwenye Biblia ili kujifunza zaidi. Naye Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri. Musa ndiye alikuwa mwandishi wa simulizi wa mwanzo la gharika. Angekuwa anaijua dhiraa ya Wamisri. Dhiraa ya Kiebrania haikuwepo hadi kulipokuwa na taifa la Kiebrania baada ya kifo cha Musa. Encyclopedia Britannica ilisema dhiraa ya Misri inatambulika kwa ujumla kuwa ilikuwa kipimo cha kawaida zaidi au cha ulimwengu mzima cha urefu katika ulimwengu wa kale sana. Dhiraa ya kifalme ni sawa na inchi 20.62. Hii ingemaanisha safina ya Nuhu ilikuwa ndefu zaidi ya futi 437. Miaka 17 baada ya makala ya jarida la Life, hatimaye Ron alifanya safari ya kwenda Uturuki. Alipoona kitu hicho chenye umbo la mashua, aliona kuwa kilionekana kama kilivyokuwa mnamo 1960 na alijua angehitaji ruhusa ya kuchimba ili kujifunza chochote kuhusu kile kilichokuwa chini ya ardhi. Hivyo alirudi nyumbani na akawashirikisha marafiki kadhaa kumsaidia kuomba tetemeko la ardhi ili kufichua zaidi. Mwishoni mwa mwaka wa 1978 alipata habari za tetemeko la ardhi mashariki mwa Uturuki na akarudi mwezi wa 8 mwaka wa 1979. Alipowasili, alishangazwa sana na kile alichokiona. Tetemeko la ardhi lilikuwa limeangusha udongo kuzunguka kitu hicho na ufa mkubwa ulienea urefu wote. Aliweza kuona kile kilichoonekana kwake kama mabaki ya mbao za mbao zilizooza kando ya pande ambazo sasa zimefichuliwa. Pia aliweza kupima kina cha vifusi na kupima urefu. Ulikuwa futi 515 au hasa dhiraa 300 za kifalme. Sasa alikuwa amesadiki. Alichunguza uso kwa uangalifu, akitafuta ushahidi kwamba ulikuwa ni mabaki ya meli. Aliona kile alichoamini kuwa ni miundo iliyogeuka kuwa mawe ya meli ya kale ambayo sitaha yake ilikuwa imeanguka. Aliona kile kilichoonekana kama mihimili ya sitaha na mbao za kusaidia sitaha. Cha kufurahisha zaidi ni ukweli kwamba meli hiyo ilionekana kuchomwa kwenye mwamba mkubwa wa chokaa. Alihitimisha kuwa hii ilionyesha kuwa meli ilikuwa imeteleza kwenye mwamba kutoka eneo lingine.
Kabla ya kufanya safari yake ya kwanza nchini Uturuki, alikuwa amefanya jaribio katika ziwa la karibu, akijenga miundo ya milima kwa mawe na kuelea mfano wa mashua karibu nayo ili kuona jinsi mashua inavyofanya. Alibaini kuwa umbo la mwezi mwandamo lilisababisha maji kuvuta mashua ndani ya mwezi huo, ambapo mashua ilibaki na kuelea taratibu. Eneo la sasa halikuendana na matokeo ya jaribio hilo. Hivyo, Ron aliamua kuchunguza eneo lililo juu ya umbo la mashua. Eneo hilo lilikuwa katika mtiririko wa matope unaosonga, kwa hiyo alifuata mtiririko wa matope kupanda mlima. Takribani maili 1.5 juu alipata umbo la mwezi mwandamo la milima. Aliona kwamba mtiririko wa matope ulianzia hapa juu. Alipofika karibu na kilele cha ukingo, alipata jiwe la kale la ukumbusho kama bango la kale ambalo lilionyesha umbo la mashua, ukingo wa mlima unaojulikana, ndege kadhaa na nyuso 8 ndani ya umbo la mashua. Ni wazi hii ilikuwa inahusu meli ya Nuhu na manusura wake 8. Aliona kilele cha mlima kirefu zaidi kwenye jiwe hilo ambacho hakikuonekana tena kutoka eneo hilo. Alihitimisha kuwa ulikuwa ni volkano ndogo iliyolipuka muda mrefu baada ya safina ya Nuhu kutua, na kwamba ilikuwa imebeba meli hiyo kuteremka mlimani karibu maili 1, ambapo ilikwama kwenye mwamba wa chokaa kisha ikafunikwa na lava. Lava hiyo kisha ikaifunika meli kama kifuko cha kuhifadhia historia. Volkano hiyo kisha ikaporomoka baada ya kutoa lava yake yote na haikuonekana tena. Kisha akatoa nadharia kwamba lava ilipoanza kuoza, maji yalipenya na kuruhusu mabaki hayo kugeuka kuwa mawe au visukuku kupitia mchakato uitwao ubadilishaji wa madini. Molekuli kwa molekuli zingesombwa kutoka kwenye mabaki na nafasi yake kuchukuliwa na molekuli kutoka kwenye vitu na dutu zilizo juu yake. Alipochunguza eneo lililo ndani ya umbo la hilali, alipata sehemu kubwa takriban futi 120 kwa 40 ya kile kilichoonekana kuwa mbao zilizogeuka kuwa visukuku ardhini. Aliamini hii kuwa sehemu ya chini ya meli, mahali pa asili pa kutua. Hitimisho lake lilikuwa kwamba maji ya gharika yalipopungua, safina ilizama kwenye ardhi yenye matope. Hii iliifanya meli isimame wima, kisha Mungu akatuma upepo kukausha uso wa nchi. Sehemu ya meli iliyozama kwenye matope sasa ilikuwa imekita imara ardhini. Miaka mingi baadaye, lava ilipoibeba meli kuteremka mlimani, sehemu kuu ya meli iliraruliwa na kuachana. Ni sehemu hii tu iliyobaki katika eneo lake la asili. Karibu na eneo hili ambalo Ron aliamini kuwa ni mbao zilizogeuka kuwa mawe, alipata sampuli za miamba iliyoonekana ya kipekee sana kwake. Alichukua sampuli kadhaa pamoja na vilelezo kadhaa kutoka kwenye umbo la mashua hapo chini. Aliporudi nyumbani, alizituma kwa ajili ya uchambuzi. Matokeo yalionyesha kaboni hai ambayo yalionyesha kuwa sampuli hizo ziliendana na mbao zilizooza na kugeuka kuwa visukuku. Pia zilikuwa na metali kama vile chuma na alumini. Uchambuzi wa mwamba ule wa ajabu ambao Ron alikuwa ameupata karibu maili 1.5 juu ya eneo hilo, karibu na sehemu ya chini ya meli, ulikuwa wa kusisimua zaidi. Uchambuzi wake wa awali ulikuwa umeonyesha kuwa ni metali na si mwamba. Mnamo mwaka wa 1984, Ron alikutana na kuwa marafiki na Kanali Jim Irwin, mwanaanga wa zamani. Kanali Irwin alikuwa akitafuta safina ya Nuhu kwenye mlima Ararat. Lakini alikuwa mkarimu sana na alikuwa na nia ya kuona eneo hilo lenye umbo la mashua. Ron alikuwa amekuja na kifaa cha kutambua metali kwenye eneo hilo ili kuona kama kulikuwa na mpangilio wa vipimo vya metali. Mbele ya Kanali Irwin na wengine katika timu yake, Ron alitumia vifaa hivyo vya utambuzi. Alipata mistari ya chuma iliyo wazi kote kwenye urefu wa kitu hicho, huku kukiwa hakuna ishara za chuma nje yake.
Ron alimuuliza Kanali Irwin aliyekuwa na uhusiano mkubwa wa kisayansi kama angeweza kupima sampuli hiyo ya ajabu. Kanali Irwin alituma sampuli hiyo kwenye maabara ya kitaifa ya Los Alamos ambapo mwanafizika John Baumgartner alifanya uchambuzi. Matokeo ya uchambuzi huo yalivuta hamu ya Daktari Baumgartner. Sampuli hiyo ilikuwa na manganese, pia titani na alumini miongoni mwa nyingine, na hizi hazikuwa katika hali inayopatikana asiliani. Kutokana na ubora wa vyuma hivyo, alihoji kama kombora lilikuwa limeanguka mlimani na Ron akawa amepata mabaki yake. Ushahidi wa kusisimua wa mistari ya chuma na uchambuzi wa sampuli uliowaleta watafiti wawili wapya kwenye kazi hiyo. Daktari Baumgartner na David Fasold, mtaalamu wa uokoaji baharini aliyejua kila kitu kuhusu meli na ujenzi wake. Wote wawili walijiunga na timu. Ona hicho. Hebu ngoja kidogo. Ngoja nikisogelee hicho. Kama vile Unataka mkono wangu hapo? Ndiyo, kuonyesha vipande vidogo vya chuma vinavyotokeza kama hapo. Hapo na hapo. Hiyo ni ishara kali. Sawa. Nitasema kwamba fremu hizo hapo. Sawa. Endelea kutembea. Unataka utepe wa kupimia hivi vitu kuona vimeachana kiasi gani? Daktari John, kama mwanasayansi, naweza kukuuliza hapa. Je, unaamini kweli kwa dhati kwamba umekuwa kwenye mabaki ya safina ya Nuhu? Sina shaka yoyote akilini mwangu. Huu lazima uwe muundo uliotengenezwa na binadamu. Umejaa chuma. Chuma hicho kina mpangilio maalum. Na ukubwa wa kitu hicho na umbo lake ni kiasi kwamba ni karibu hakika ni mashua kubwa. Daktari Baumgartner na Ron walikagua eneo lote kwa aina 3 tofauti za vigunduzi vya chuma, wakiweka mawe kwenye kila usomaji wa chuma, kisha wakafunga kanda kuonyesha mistari. Ushahidi huo wa kusisimua pia ulivutia hamu ya kipindi cha 2020 cha ABC. Eneo lenye umbo la mashua lilipatikana na kupigwa picha kwanza na nahodha wa jeshi la Uturuki mnamo mwaka wa 1959. Lilichunguzwa haraka na kupuuzwa kama tukio la ajabu la asili. Lakini Wyatt, mwanaakiolojia asiye mtaalam, aliamsha tena hamu nalo miaka michache iliyopita. Alimleta Dave Fasold, mtaalamu wa uokoaji wa baharini, ili kulifanyia tathmini. Timu ya Doomsday Mountain ilileta teknolojia ya hali ya juu kuchunguza hadithi ya kale zaidi ya mwanadamu. Kuna moja hapa. Walianza kukagua eneo lao kwa kutumia kifaa cha kuzalisha masafa ya molekuli. Ni kifaa kinachotumiwa na madaktari wa upasuaji kubaini uvimbe wa saratani na kimetumiwa na Fasold kutafuta hazina chini ya maji. Safari hii, kifaa hicho kilianza kubaini mpangilio wa kipekee wa mistari ya chuma chini ya ardhi. Sawa, leta hiyo juu. Walianza kuweka riboni kufuata mistari hiyo. Umbo la mwisho lililoonyeshwa na riboni hizo lilikuwa la meli kubwa. Urefu na upana wa kukadiria wa safina ya Nuhu kama inavyoelezwa katika Biblia. Eneo hilo la riboni linalovutia hivi karibuni lilivutia hamu kubwa ya kitaaluma. Hiyo inaonekana kama chuma, sawa? Daktari John Baumgartner, mwanafizikia wa maabara za Los Alamos, alituma sampuli maabarani kwa uchambuzi na kuthibitisha kuwa chuma walichokuwa wakifuatilia kwa riboni kilikuwa chuma kweli. Baada ya upana na urefu kujulikana, swali pekee lililobaki lilikuwa kina. Kwa kubaini kina cha kiunzi, wangeweza kuamua ikiwa kitu hicho chenye umbo la mashua kilikuwa na uwezo wa kubeba mizigo kama ilivyoelezwa kwenye safina ya Biblia. Ili kutatua swala hili la mwisho, Wyatt na Fasold walimleta mwanajiolojia Tom Fenner nchini Uturuki akiwa na vifaa vizito vya rada ya chini ya ardhi vya kampuni yake.
Vifaa kama hivi vilitambua kisanduku cheusi cha kurekodi sauti za rubani kwenye sakafu ya mto Potomac ulioganda baada ya ajali ya Air Florida. Ilikuwa hapa maili kadhaa kabla ya kufika eneo lenye umbo la mashua, ambapo mchezo wa kusubiri ulianza kwa Fena na wengineo. Kikundi hicho kilihitaji idhini ya mwisho kutoka kwa serikali ya Uturuki ili kukamilisha uchunguzi wao wa Doomsday Mountain. Vizuizi vya sheria ya kijeshi viliwaacha wachunguzi hao wa Marekani wakiwa wametengwa na ulimwengu wa nje. Hata simu haikuwako. Hata hivyo, tutang'ang'ania kama harufu ya kicheche mpaka kieleweke ili kukamilisha hili. Kung'ang'ania kama harufu ya kicheche, serikali ya Uturuki ilisitisha uchunguzi. Nini sasa? Tangu tulipokuwa huko, Barbara, mambo yametulia na wametuma timu yao ya wanasayansi kuangalia eneo hili. Ni eneo la kusisimua sana. Wakati wanasayansi na wanaakiolojia wa Uturuki wakifanya utafiti wao, Ron na wenzake waliendelea na kazi yao. Hatua iliyofuata ilikuwa rada ya kuingiliana ya chini ya ardhi. Kuna ukuta wa kuzuia maji wa urefu, unapaswa kuziona zikitokeza, Ron. Ndiyo, hizi hapa. Hapa. Ndio. Kuna nyingine hapa. Kuna mstari wa uti wa meli hapo. Ndio. Sawa basi. Mistari ipo hapo. Sawa, tutatembea kuelekea kule. Tazama. Iache iendelee ili kila mtu ajue kwamba hatudanganyi hapa. Sawa? Sawa kabisa. Sawa. Sasa, hii ni kuta ya upande wa magharibi. Sawa? Unaweza kutazama kupitia hapo na Sawa. hii ni kuta ya upande wa magharibi. Sawa. Hiyo ilikuwa kule, naye akatembea kuelekea mashariki. Hapa tunaanza kupata kuta zetu za urefu. Hapa. Sawa. Unaona hapo jinsi inavyoonekana? Sawa. Uchunguzi wa awali ulikuwa wa kuvutia sana, ukionyesha muundo wa ndani unaoendana na kuta na vyumba. Lakini ili kuhakikisha walikuwa wakitafsiri data kwa usahihi, Ron alipeleka nakala za uchunguzi huo kwa Geophysical Survey Systems, watengenezaji wa rada hiyo. Data hii haiwakilishi jiolojia ya asili, ni muundo uliotengenezwa na binadamu. Mwangaza huu unatokea kwa mpangilio maalum sana, mpangilio ambao hauwezi kuwa wa asili tu. Hakukuwa na shaka tena kwamba haya yalikuwa mabaki ya kitu kilichotengenezwa na binadamu. Mwishoni mwa mwaka wa 1986, Waturuki walitangaza uamuzi wao. Sherehe hiyo ilipangwa kufanyika mwezi wa 6 mwaka 1987. Wakati wa sherehe hiyo, gavana alimwomba Ron aonyeshe jinsi rada hiyo inavyofanya kazi kwa waandishi wa habari na maafisa wa kijeshi. Wakati Ron alipowaonyesha matokeo ambayo alisema yalionekana kama mbao nzima, gavana kisha alimwagiza askari achimbe hapo hapo. Kilichotokea ni sehemu hii ya mbao iliyogeuka kuwa jiwe iliyotengenezwa kwa mkono. Uchunguzi wa ndani ulionyesha kuwa ni mbao zilizounganishwa, tabaka 5 za mbao zilizobundishwa pamoja na lami ikionekana wazi ikitoka mwishoni. Sampuli hii iliyogeuka kuwa jiwe inaonyesha kuwa riveti zilitumiwa katika ujenzi wake. Uchambuzi wao ulionyesha kuwa zilikuwa na chuma, titani na alumini miongoni mwa vitu vingine, aloi za kisasa sana ambazo hazingeweza kuharibiwa na maji. Sampuli zilizoanguka kutoka upande wa chini wa meli, zilizotambuliwa kama takataka za chuma na mtaalamu wa madini, zilimwonyesha Ron kwamba Nuhu alijaza sehemu ya chini ya meli na takataka hizo. Vifaa kutoka kwa chuma chake, uzalishaji wa vifaa vilivyotumika kujenga safina. Uchunguzi kamili zaidi wa rada ulionyesha meli, ingawa imeharibika na kuporomoka katika baadhi ya sehemu, muundo wa kisasa na wa akili sana wenye mfumo wa mkeremko mlangoni unaoelekea kila ghorofa. Mnamo mwaka wa 1990, Ron alifanya kile alichokiita uchimbaji mdogo, ambapo alichukua majembe na kukunja vilele vyake kuwa wembe mkubwa.
yeye na washirika wake kisha walikwangua tabaka nyembamba sana kutoka sehemu moja, wakiisawazisha ili kuonyesha tofauti ya rangi kati ya sehemu za muundo na matriki. Kwa imani, Nuhu akiwa ameonyonya Mungu kuhusu mambo yasiyoonekana bado, akisukumwa na hofu ya kimungu, alitayarisha safina kwa ajili ya kuokoa nyumba yake, ambayo kwayo aliuhukumu ulimwengu, na akawa mrithi wa haki, ambayo ni kulingana na imani. Kwa maana kama ilivyokuwa katika siku zile kabla ya gharika, walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hadi siku ile Nuhu alipoingia katika safina, wala hawakujua mpaka gharika ilipokuja na kuwachukua wote. Ndivyo itakavyokuwa pia kuja kwake Mwana wa Adamu.